25 Disemba mwaka 2025, siku inayofahamika kama Krismasi kwa wale waumini wa dini ya Kikristo, na tumepiga kambi katika eneo la Kongo katika kaunti ya Kwale, eneo bunge la Msambweni. Kikubwa zaidi tunachokifanya ni kufuatilia tu yale ambayo yanafanyika, sherehe hizi zimekuaje na mengi yamekuaje. Hapo awali tuliweza kufanya mahojiano na kusemezana na washikadau kadhaa kuhusu ni vipi ambavyo sikukuu hizi za Krismasi zipo, hali ya uchumi, mabadiliko ya kuja kuwa pamoja na kusafiri kwenda majumbani. Kwa sasa hali zimebadilika. Hebu tusikie kauli zao jinsi walivyosema hapo awali. Kwa majina yangu naitwa Pastor Crispus Ngoi, na kwa sababu ya hiyo mimi pia nimekuwa nikishughulika na biashara hapa Diani Ukunda. Jambo moja ni kwamba nimekaa Kwale muda mrefu, na pia kwa sababu ya msimu huu wa sikukuu umekuwa na changamoto nyingi kwa sababu ya hapa na pale, kama vile huwa kunakuwa na mshike kwa sababu ya mashamra ya hapa na pale kwa sababu ya sikukuu. Ukilinganisha na pale nyuma, saizi hakujakuwa na sherehe za kufana, kwa sababu hata ukiangalia kwa ploti zenye watu wanaishi hakuna kitu ambacho kimeshughulikiwa kama watoto kununuliwa mavazi mapya, watoto kusherekea pamoja ama kula pamoja. Imeletwa na pia ukilinganisha na uchumi wetu wa nchi ya Kenya, makazi kwa wingi, watu wengi saizi hawana kazi na uchumi wetu umerudi chini sana, kiwango ambacho hata ukienda kwa biashara kama supermarket nyingi hakujakuwa na watu ambao wamekuwa wakifanya shopping kama kawaida. Majina yangu naitwa James Mundia, mkazi wa Kwale County katika eneo bunge la Msambweni. Hapo unavyoona tuko katika Congo Beach inayopatikana katika Ukunda. Kwa mtazamo wangu, kwa kweli huu mwaka umekuwa ni mwaka mgumu sana. Hata unavyoona bahari hii huwa imefurika saa hii, lakini kwa saizi watu wamepungua. Ni kwa sababu gani? Unapata watu wengi sasa wamesafiri, wameona ni vyema waenda washerekee maeneo mbalimbali kama vile makarimu wa Kenya, Nairobi, sehemu za Ukambani. Unapata saizi watu katika ufuo wa bahari watu wamekuwa wachache sana. Jambo lingine unapata katika hizi mishemishe watu wengi huja baharini kusherekea msimu wa Krismasi. Kusherekea unapata biashara inaboreka sana. Lakini unaona sasa biashara iko chini, hata wauza madafu hapa hawako, wauza njugu hapa hawako. So unapata sasa biashara iko chini sana. Ukilinganisha na hapo awali, ukiweza kuangalia awali nikizungumzia mwaka uliopita na hivi sasa, pengine ni kibiashara wewe imekuathiri vipi, na je, kuna ongezeko la mauzo ama hakuna ongezeko la mauzo, na kama lipo utueleze kivipi, na kama hakuna pia utueleze kivipi pia inakuathiri wewe, na unahisi kuwa chanzo ni nini? Kwa kweli sasa ukiangalia sasa business iko down, biashara iko chini sana, kwa sababu unapata ukilinganisha mwaka huu na mwaka jana, unapata mwaka jana ulikuwa na fadhali, lakini mwaka huu mauzo yamekuwa chini. Ni kwa sababu gani? Unapata wakazi wengi wa maeneo ya Kwale ama maeneo ya Ukunda Diani wamesafiri, so unapata katika hiyo biashara inakuwa chini na economy inaenda chini pia. Naomba kitu kimoja sana sana, ndugu zangu wa Kristo, wakati wa Krismasi washerekee na wakikumbuka Mungu. Maana sisi kama Wakristo kuna sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu. So na kusherekea huku, mimi naomba ndugu zangu wa Kristo wanaposherekea wakumbuke mayatima, wakumbuke wajane na wakumbuke wasiojiweza katika familia zetu. Maana siku hii ni siku ya upendo na siku ya kufanya sherehe kwa pamoja. Na pia wanaosafiri waangalie barabara zetu na observe rules and regulations, ndio tuepuke hizi ajali ambazo zinatuangamiza. Ni wazi kuwa kufikia sasa masuala yameweza kubadilika zaidi. Ile tamaduni ya kuweza kuketi pamoja kama jamii na kusherekea imeweza kuondolewa hivi sasa, si kwa sababu ya uchoyo ama kule kutengana zaidi, bali kikubwa zaidi ni hali ya maisha, hali ya uchumi, kubadilika kwa miundombinu na miundo msingi ambayo imeweza kuchangia pakubwa mabadiliko haya. Nikiripotia Talanta Mwanza Media kutoka kaunti ya Kwale, eneo bunge la Msambweni katika bahari Hindi, eneo la Kongo, jina langu ni Andala Francis Denny.